السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أما بعد، leo biidhnillahi tabaraka wa taala tazungumzia fi kalami almuhtadharin min alkhulafai walumarai wassalihin. Nitazungumza kuhusiana na maneno ya wanawachuoni, makhalifa na watu wema zamani walipokuwa wamehudhuriwa na mauti. Kuna maneno ambayo wameyasema kila mmoja katika watu wa kale wacha Mungu. Maneno hayo ndani yake yana ibara, yana mazingatio kwa wengine. Mmoja katika hao anasema, lamma hadharat Muawiyatu ibn Abi Sufyan al-maut, zamani yalipomfikia Muawiya ibn Abi Sufyan mauti, qala aq'iduni, alisema nikalisheni, fa uq'ida, akakalishwa, fajala yusabbihu Allah ta'ala wa yadhkuruh, akawa anamsabihi Mwenyezi Mungu na anamtaja kwa wingi. Thumma baka, kisha akalia. Waqila, pakasemwa kuulizwa yeye, tadhakkarta rabbaka ya Muawiya ba'da alharam, hivi unamkumbuka Mola wako wewe, umemkumbuka Mola wako wewe Muawiya baada ya uzee na ukongwe? Wabaka hatta ala bukauhu, akalia tena mpaka akakipaza kile kilio chake kikawa kilio cha juu. Waqala ya rab irhami shaykh al-asi dhal qalbi al-qasi, akasema bwana wangu mhurumie mzee ambaye kwamba ni asi, mwenye moyo ulio msusuwavu, mwenye moyo mgumu. Allahumma aqil al-athra waghfir az-zalla, anasema Mola wangu wa haki, chachesha zile kungwao na samehe zile telezi zangu manake. Sasa tunaona hapa huyu Muawiya ibn Abi Sufyan namna alivyokuwa ni mtu mkubwa, lakini maneno ambayo kwamba ameyazungumza wakati alipohudhuriwa na kifo. Lakini anasema, walamma hadharatil maut ala Umar ibn Abdul Aziz, zamani yalipofika mauti juu ya Umar ibn Abdul Aziz, faqala ajlisuni faajlasuhu, akasema nikalisheni, basi wakamkalisha. Faqala, akasema, ya rabbi ana alladhi amartani faqasartu wa nahaitani faasaitu 3 marrat, akasema bwana wangu mimi ndiye ambaye umeniamrisha nikapunguza yale ambayo umeniamrisha, ukanikataza nikaaswi. Akazungumza maneno hayo mara 3. Walakin aqulu la ilaha illa Allah, lakini mimi ninasema la ilaha illa Allah, hapana mola hapaswi kuabudiwa kwa haki la Mwenyezi Mungu. Thumma rafa ra'sahu fa ahadda an-nadhara, kisha akanyanyua kichwa chake akakazia yale macho namna hii. Basi faqila lahu, pakasemwa kuambiwa yeye, fi dhalika, katika hilo, kwamba kwa nini wewe unang'oa macho? Kwa nini wewe unakaza macho kana kwamba kuna kitu unakitazama? Basi akasema, inni la ara hadratan, mimi naona kundi la watu, mahum biinsin wala jini, hawa watu nawadhania kwamba si wanadamu wala si majini. Thumma qubidha, kisha akachukuliwa roho yake akafa.
Wahukia an Harun Rashid, imepokewa vile vile kutoka kwa Harun Rashid, annahu intaqa akfanahu biyadihi, kwamba yeye alikuwa anaitengeneza vizuri yani sanda yake kwa mkono wake, inda almaut, wakati alipokuwa anakurubia kufa. Wakana yandhuru ilaiha, na alikuwa sanda yake anakwenda kuitazama kila wakati. Wayaqulu, na anasema, ma aghna anni maliya halaka anni sultaniya, kwamba haikunifaa mimi mali yangu na umeangamia ufalme wangu. Lakini walamma hadharat Bilalan walwafati, zamani kulipomfika Bilali kufa, kifo kilipomkurubia Bilali ibn Rabah, qalat imraatuhu, alisema mke wake, wa huznahu, huzni yangu. Faqala Bilali akasema, wa tarbahu ghadan nalqa alahibba Muhammadan wa hizba, anasema furaha yangu mimi, kesho tu nitakutana na wapenzi wangu, akiwemo Mtume Muhammadi na watu na hizbahu, na kundi lake. Waqila fataha Abdullah ibn al-Mubaraka ainahu inda alwafati wa dhahika wa qala limithli hadha falyamal alamilun. Pamesemwa kwamba aliwahi kufungua Abdullah ibn Mubaraka macho yake inda alwafati, wakati wa kufa. Wadhahika, akaonekana anacheka. Waqala, na akasema, limithli hadha falyamal alamilun, mfano wa haya ninayoyaona na wafanye wenye kufanya. Walamma hadarat Amir ibn Abdul Qais alwafat baka faqila lahu ma yubkika, qala ma abki jazaan min almaut wala hirsan ala dunya. Zamani yalipomhudhurikia Amir ibn Abdul Qais mauti, basi akalia. Alipolia pakasemwa kuambiwa yeye, kuulizwa yeye kwamba unalia kitu gani? Akasema, mimi silii kwa sababu ya kulalamika kwa ajili ya kufa, wala kupupia dunia, kwamba napupia dunia mimi, kwa nini naikosa? Walakin abki ala ma yafutuni min dhama'il hawajiri wa ala qiyami llaili fi shita. Angalia maneno ya watu wakubwa hawa, anasema lakini mimi nalia juu ya yale atakaonipita kutokana na kiu ya mchana, ya joto la mchana lile, wakati nikifunga vile adhuhuri, ile joto kali, basi napata tabu na kiu, basi kwangu huwa ni furaha kubwa sana. Na vile vile nalia kwamba napitwa mimi na qiyami llail, kisimamo cha usiku kwa ajili ya ibada. Wakati ule naposimama usiku na wakati wa baridi kali, basi kwangu mimi huwa ni furaha sana. Yote hayo sasa hivi mimi nitayakosa. Tunaona wacha Mungu hawajutii mali, wala hawajutii watoto, wala hawajutii wanawake, wala hawajutii starehe zao, lakini wanajutia ibada, kwamba wanaachana nazo. Masha Allah. Wahukia anna Abul Abbas ibn Ata dakhala ala al-Junaidi fi waqti naz'ihi fasallama alayhi falam yujibhu. Imepokewa vile vile kwamba anna Abul Abbas ibn Ata, kwamba huyo Abul Abbas ibn Ata aliingia juu ya Junaid katika wakati wa kutoka kwake roho, akamsalimia, hakumjibu. Thumma ajaba ba'da sa'atin, kisha akamjibu baada ya risali moja. Waqala a'dhirni, akamwambia nisamehe ndugu yangu, fa inni kuntu fi wirdi, mimi nilikuwa katika uradi wangu. Thumma walla wajhahu ila alqibla wa kabbara wa mata, kisha akageuza uso wake akatazama qibla na akaleta takbira, na hapo hapo akafa. Kwa hiyo unaona wacha Mungu hawa wamezoea nyiradi zao mpaka kiasi kwamba mtu yuko karibu na kufa anafanya kwanza uradi wake. Masha Allah, anakuja mtu anamtolea salamu, yeye anashughulika na uradi ambao alikuwa akishughulika nao wakati wa uhai wake.
Waqila lilkattani lamma hadhartuhu lwafat ma kana amaluka faqala lau lam yaqrab ajali ma akhbartukum bih. Pamesemwa kuambiwa huyo Alkattani zamani kulipomfika kufa, manake zamani alipohudhurikiwa na alama za kufa, watu walimuuliza, yapi matendo yako? Vipi alikuwa matendo yako? Akasema, lau kama isingekurubia ajali yangu nisingewapeni habari, lakini kwa sababu muda wangu wa kufa umefika, basi wacha nikujulisheni habari zangu. Anasema waqaftu ala babi qalbi 40 sana. Masha Allah. Akasema nimesimama katika mlango wa moyo wangu miaka 40, nachunguza tu, nimesimama kwenye kizingiti cha mlango wa moyo wangu, natazama kwamba kitu gani kitaingia kwenye moyo. Fakullama marra fihi ghairu llahi hajabtuhu anhu, kila kinapopita kitu ambacho hakihusiani na Mungu, hajabtuhu anhu, ninakizuia, kwamba hapa hakuna kupita. Kama vile askari ambaye kwamba yuko barabarani anayefanya kazi ya kuzuia magari yasipite ila kwa idhini yake. Na mimi hivyo hivyo nimesimama miaka 40 katika mlango wa moyo wangu, ninafanya research, natazama, je, hiki kinafaa kuingia? Kama hakifai kuingia, nakirudisha, nakizuia, kwamba hapa huna nafasi. Hawa ni watu ambao walikuwa hawasemi chochote, hawali chochote, isipokuwa mpaka wakikague, je, kitakuwa kina uhalali gani kitu hiki. Hawafakamii kila kitu, hawasemi kila kitu, hawafanyi kila jambo, lazima kwanza walichunguze. Kwa ndio asema waqaftu ala babi qalbi, nimesimama juu ya mlango wa moyo wangu 40 sana, miaka 40. Fakullama marra fihi ghairullah, kila kinapopita kitu ndani ya moyo wangu huo kisichokuwa kitu cha Mungu, hajabtuhu anhu, basi mimi huwa ninakizuia.